Katika mahafali haya kutokana na muktadha wa hotuba ya mkuu wa chuo, alionyesha baadhi ya mambo ambayo yanahitaji kushughulikiwa, akiwa mambo matano. Lakini jambo la kwanza lilikuwa ni swala zima la chuo hiki kufikia ngazi ya kuitwa chuo kikuu, ambayo ni swala la mpango mkakati wa kikanisa la African Church Tanzania, lakini pia ni mpango mkakati wa chuo chenyewe. Kwa hiyo katika mahafali haya, kwa sababu mwaka kesho itakuwa ni mahafali ya 15 kutokana na ule usajili wa NACTVET, lakini ni mahafali ya 70, mimi kwa nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya wadhamini na kwa jambo ambalo linahitaji tu utekelezaji, niliombwa niweze kutoa tamko, na mimi nimetoa tamko hilo kwamba bodi ya chuo pamoja na uongozi wa chuo kwa kushirikiana na uongozi wa kanisa, mchakato huu basi uongezewe kasi, ili kusudi inapofika mwaka kesho taratibu za kuanza kutoa shahada basi ziwe zimeshakamilika, kwa sababu mambo yote ya msingi na vigezo vyote vingi ni vipo vilishaanza kufanyiwa kazi. Ikumbuke kwamba uwepo wa chuo hiki umeongeza population ya eneo la Shinyanga pamoja na Kolandoto yenyewe kwa asilimia kubwa sana. Hivi sasa hapa wanafunzi ambao niko nao ni zaidi ya 900 ambao wako katika eneo hili, lakini ninapokusanya kampasi zote hapa ni zaidi ya 3000 na kuwa nao hapa. Kwa hiyo ni watu wengi sana, kwa hiyo wanahitaji huduma za kijamii ziwe zilizoboreka sana. Lakini pia tuna hospitali na yenyewe inachangia kwenye ongezeko la watu katika eneo hili, kwa sababu inapokea wagonjwa wa sehemu mbalimbali kuja kupata matibabu katika eneo hili. Sasa haya yote yamenivuta kuweza kuona kwamba kwa kila ambacho serikali imekuwa ikiahidi mara kwa mara juu ya uwepo wa barabara ya lami katika eneo hili, basi pengine ni uwe muda mwafaka wa kulitekeleza hilo. Tumeongea mara nyingi na mheshimiwa mbunge, kwa kweli amekuwa na ushirikiano mkubwa wa kuahidi juu ya kuikamilisha barabara hii kuwa ya lami. Nakumbuka kuna kipindi cha nyuma tumeshawahi kukata mpaka miti eneo hili ili kuweza kuruhusu ujenzi chini ya mpango uliokuwepo, lakini haukufanikiwa. Kwa hiyo ili eneo kama likijengwa barabara ya lami, kwanza kwa upande wa jamii hapa litaokoa watu wengi juu ya usafirishaji, lakini kwa sababu tuna hospitali itasaidia, kwa sababu hospitali inapokea wagonjwa aina magonjwa mbalimbali zikiwemo na ajali, kwa sababu tupo karibu na lami kuu. Itaokoa kuwafikisha haraka pasipo na shida, isije kawa sehemu ya kuongeza maumivu kwa wagonjwa. Na ni kilomita 1 tu kutoka barabara kuu mpaka hapa ni za lami. Lakini kwa upande wa kituo cha polisi, uwepo wa watu wengi kiasi hiki katika eneo hili bila kituo cha polisi ni hatari. Mjumuiko wa wanafunzi tunakusanya kutoka sehemu mbalimbali mpaka na nje ya nchi, na hivyo wanahitaji huduma za ulinzi ambao ni kimbilio. Kwa sasa kimbilio la haraka zaidi tunatumia jeshi la sungusungu. Tunashukuru Mungu kwa kila ambacho tumejifunza. Tunaamini sisi tutakuwa sehemu nzuri ya kuisaidia jamii. Yapo mengi ambayo jamii inahitaji kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya wale ambao tutakuwa wa kuifanya jamii inufaike na sisi. Jamii inahitaji wataalamu wa afya kwa ajili ya ustawi. Tunaona wamama wajawazito, lakini tunaona vifo vingine vinatokana na ukosefu wa wahudumu wa kutosha. Lakini kwa kuwa sisi tumehitimu, tunaamini tutakuwa sehemu nzuri sana ya kuisaidia jamii. Niliyojifunza toka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3, ninaahidi kwenda kuitumikia jamii, kuwahudumia wagonjwa, kuhakikisha kwamba wagonjwa wanatumia dawa kama walivyoshauriwa na daktari, ili kuzuia madhara yanayotokana na kutumia dawa bila kufuata maelekezo ya daktari au wahudumu wa afya. Kwa jamii tulionea sasa, kumekuwa na matumizi mabaya ya dawa. Sababu inasababisha hayo yote ni kwa sababu watu wengi wanatumia dawa bila ushauri wa daktari au wafanyakazi wa afya. Hivyo basi naenda kutumikia jamii kwa shauri wagonjwa ili wafuate maelekezo ya daktari, na wafamasia pia kuhakikisha wanatumia dawa kwa usawa kama walivyoelekezwa na daktari au
wafanyakazi wa afya. Funzo niliyopata hapa, kwanza niseme tu hichi chuo kimenipa vitu vingi. Kina ushirikiano wa darasani na vile odini, na ukizingatia kuna somo la ethics tunalosoma. Kwa mafunzo sio tu kwenda kuyatumia, mpaka sasa hivi yananufaisha watu. Kuna watu wananipigia simu wakiwa nyumbani, wanajua tayari daktari anakuambia naumwa hivi, nitumie dawa gani, na mshauri. Kama ni ugonjwa naona ni mkubwa, namwambia nenda hospitali. Kama kinawezekana namwambia nenda pima hichi, na watu wananufaika. Sinako kwenda huko lazima nifanye vitu vya msingi ambavyo nimerithishwa hapa. Ikiwa kwamba changamoto ambayo naionaga kwa madaktari wengi ni pale mgonjwa anapokuja hana pesa afu unashindwa kumtibu. Hiyo changamoto kwangu mimi haitakuwa tatizo. Mimi kwa kweli niko tayari kumtibu mgonjwa kuendana na hali alionayo. Kwa hiyo lazima nitayatumia vizuri mafunzo yangu, sitayatumia kwa njia nyingine, nitayatumia vizuri ili watu wanufaike mimi kusoma.